Wivu wa Kora. Zamani katika safari ya wana wa Israeli jangwani kulikuwa na mtu aliyeitwa Kora. Alikuwa wa kabila ya Lawi, watu ambao walikuwa karibu sana kwa ajili ya huduma ya Mungu. Lakini siku moja Kora alianza kuona wivu. Alifikiri kwa nini Musa na Haruni wawe viongozi wakuu juu ya watu wote. Kora hakubaki peke yake katika jambo hili. Aliwashawishi watu wengine mashuhuri wa Israeli. Miongoni mwa watu hao alikuwepo mtu mmoja anaitwa Dathani, na mwingine anaitwa Abiramu, na watu wengine mashuhuri 250 ambao walikuwa viongozi wa mkutano. Wakamkusanyikia Musa na kusema, "Kwa nini mjitukuze juu ya kusanyiko la Bwana? Sisi sote ni watakatifu." Musa aliposikia hayo alianguka kifudifudi mbele za Mungu. Kisha akasema, "Kesho Bwana ataonyesha ni nani aliye wake." Siku iliyofuata watu wote wakakusanyika mbele ya hema ya kukutania. Ghafla utukufu wa Mungu ukaonekana mbele ya wote. Ndipo Musa kwa sauti kubwa akasema, "Kwa jambo hili mtajua ya kuwa Bwana amenituma kufanya mambo haya." Mara ghafla ardhi ikapasuka, na Kora na Dathani na Abiramu na familia zao wakaanguka ndani yake. Ardhi ikawafunika, wakatoweka mbele ya watu wote, jambo ambalo ni sikitiko kuu. Watu wa Israeli walipoona jambo hili wakakimbia kwa hofu wakisema, "Tusije tukamezwa na ardhi hii pia." Hayo ndio malipo juu ya wivu ambao Kora aliuonesha juu ya teuzi ya Haruni pamoja na Musa. Hivyo ni nini sasa tunajifunza katika maisha? Jambo la kwanza, usimpinge Mungu kwa kiburi. Jambo la pili, mamlaka aliyoweka Mungu inapaswa kuheshimiwa. Jambo la tatu, wivu unaweza kumpeleka mtu kwenye uharibifu. Jambo la nne, Mungu huwatetea wale aliowaita. Barikiwa sana kwa kusikia habari hizi ili tujifunze kwamba wivu ni hatari. Usiwe na wivu kama wa Kora.